Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah kwa rehema za Mwenyezi Mungu ambapo sisi ametujalia uhai, na natumai pia wewe uko nyumbani upo vyema, kwani kuna wengine ambao hawajafanikiwa kuamka siku ya leo, nayo ni kwa kadari za Mwenyezi Mungu. Inshallah mpenzi mtazamaji, katika mada yetu ama katika pia studio zetu leo tupo naye kaka yetu, ndugu yetu Luqman ambaye atakujuza mengi kuhusiana na masuala ya vijana, haswa katika mada teule ya ushujaa wa vijana wa Karbala. Insha Allah, na hili tunataka kufahamu pia itakuwa somo gani kwa kizazi cha leo ama pia kizazi kinachokuja. Insha Allah mpenzi mtazamaji, tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Luqman. Shukran. Na bismillah. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma lakal hamd ala ma jara bihi kadhauk. Thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani kipenzi chake, kiongozi wa umma, mtukufu wa daraja, aliyo juu ya ubora wa tabia, Alhamdulillah, mtukufu wa daraja si mwingine bali ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Leo tunazungumzia mada ambayo kwamba imeafikiana na mwezi ambao kwamba tulio Muharram. Naam. Japo siku zimesonga, lakini vile vile mafunzo yaliyopatikana katika tarehe 10 ya Muharram, Ashura, katika mwezi wa Muharram, au katika kalenda ya ndugu zetu mwaka wa 680, katika kalenda hijiria ni mwaka wa 61 hijiria. Ni tukio ambalo kwamba sio tukio tunaweza kujudge kwamba ni tukio la siku moja tu tarehe 10 Muharram alafu likasahaulika. Ni tukio ambalo kwamba lina ibra kubwa sana kwa umma na imeplay ile role kubwa kabisa katika ubinadamu na shakhsia ya mwanadamu. Kwa hiyo ni tukio ambalo kwamba lina reflect mwanadamu mpaka kusimama kiyama. Hatuwezi kusema eti inakuwa ni tukio ambalo likifika tarehe 10 Muharram inakuwa ni kama sherehe za kiserikali kama Jamhuri Day, au ikakuwa kama zile za ndugu zetu za sijui Valentine Day, inakuwa ni siku moja alafu tuna cancel tunatafuta nyingine. Hapana. Tarehe 10 Muharram imebeba uzito sana, maana siku hiyo ilikuwa ni siku ya kuitetea haki, na katika ubinadamu haki mpaka kiyama chenyewe ni haki. Naam. Kiyama kusimama ni haki, na kusimama kwake kiyama itakuwa ni mizani ya haki, watu wanapimiwa haki. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tarehe 10 Muharram tuna discuss hiyo siku, tunaomboleza siku moja kisha tunayasahau matukio. Mathalan kuna ndugu zetu katika vitabu vyao wamepatikana maulama wanasema hayo kuhadithia yale ambayo kwamba yalitukia katika Karbala na yale yalojiri katika zama hizo, wanafanya kwamba kama ni haramu. Sasa swali linakuja, je, ni haramu mtu kuzungumza mambo ambayo kwamba yanahusiana na binadamu kutetea haki, ama sijui haramu wake unaingilia wapi? Wakafikia katika vitabu kuandika majara baina ashabi naskutu anhu, yale yalotukia baina ya wale masahaba na kizazi cha mtume, tunatakiwa tunyamazie. Wale afadhali kidogo wamesema si haramu, wanasema tunatakiwa tu tunyamazie. Sasa swali tena linarudi lingine. Leo ukiona mtu anadhulumiwa, katika kauli ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba mtu akinyamazia dhulma yeye ni kana kwamba amedhulumu pia. As-sukuti ala dhulma dhulmun. Mtu kunyamaza, kukataa kuzungumza kwa dhulma inakuwa ni na yeye amedhulumu. Na baadhi ya riwaya pia zinasema kwamba mtu akiitwa kutoa ushahidi wa haki
kwa jambo ambalo kwamba najua hapa ninatakiwa nitoe ushahidi akakataa, basi yeye ameingia katika dhambi. Sasa vipimo vinaonyesha kwamba tarehe 10 Muharram ni siku ambayo kwamba tukio lilitokea, na ndio maana leo tunazungumza ushujaa wa vijana waliosimama katika viwanja vya Karbala kutetea haki. Sasa kabla tuingie katika mada hiyo, ni vizuri tukiogelea katika bahari nayo tunafahamu mawimbi yanakaaje. Kwanza tujue tafsiri ya neno shujaa. Shujaa katika Kiswahili pia ni vile vile niliwahi kusema kwamba maneno ya Kiswahili 90% wamekopa kutoka kwa Kiarabu. Na neno shujaa kama lilivyokuja tu limetoka katika neno la Kiarabu ashujaa. Ashujaa bite marbutun. Kuna wale wamefanya kidogo nahau wamejua, au wale wamesoma lugha wanajua te marbut ni gani. Kwa hiyo ashujaa au ashujaati bite marbutun ni neno la Kiarabu ambalo kwamba lina maana kadhaa. Ni mkusanyiko wa maana zikakusanyika kwa jambo moja. Maana yenyewe ni kama yafuatavyo: hiya alqudra ala mawajihati almuqatir. Kwamba tafsiri ya kwanza ni kwamba ushujaa, shujaa ni nini? Ushujaa ni mtu kukuwa na uwezo, kudra, kukuwa na uwezo au kukuwa na kudra. Kwa Kiswahili pia neno kudra hutumika, kukuwa na uwezo wa kuface au kukumbana au kukabiliana na shida au balaa. Hilo ni la kwanza. Yani shida likiwa limetokea, wewe ukakuwa una uwezo, ni shida itakudhuru wewe au itakupeleka wewe katika hali ambayo kwamba si sawa, imekupeleka sehemu ambayo ni kuzimu, si pahali pa uzima. Wewe ukapambana na hali ile, itakuwa wewe umehesabika ni miongoni mwa ushujaa, umefanya ushujaa yani. Kwa hiyo tafsiri ya kwanza ni kwamba ni mtu kuface shida na balaa katika njia ambayo kwamba ameng'ang'ana nayo mpaka akaweza kuiface. La pili ni au alam, wanasema au mtu kuface uchungu. Ukakuwa wewe uchungu, mfano umepigwa, mfano umeumizwa, lakini ukakuwa na kuumia, kuna kuumia kwingi. Kwa mfano kama Karbala, kuna watu waliumizwa kwa kukatakatwa kwa panga, wakavumilia yote hayo machungu yalotokea katika panga zile kwa kuwadhuru, wakavumilia uchungu ule. Ni uchungu ambao kwamba ni wakimada, wakimwili. Mtu akapigwa pengine akasikia uchungu. Taban tuache hayo. Katika uchungu mwingine wa pili ni uchungu wa kimoyo. Mtu anaweza kuumiza roho, kama wafuasi wa Ahlul Bait alayhimus salam. Huwa baadhi ya visa wakivisoma vinawaumiza moyo sana. Na wewe pia ukikuwa shujaa ukaketi na ukachukua historia ya Uislamu ukaisoma, unahesabika kama shujaa. Hilo ni la pili. Kwa hiyo hapa tunapata shujaa aina mbili. Shujaa wa kwanza ni ule akasimama kwa uchungu ambao kwamba ni wa kimwili, akapigwa, akasimama akastahimili uchungu wa kimwili kwa ajili ya kuleta manufaa fulani. Huyo ni shujaa. Na shujaa wa pili ni ule ameketi akachukua historia ya Uislamu pamoja na mapenzi yake kwa Bwana Mtume na Ahlul Bait, akakaa chini, akasoma, akaona madhila waliopitia na akavumilia kabisa mpaka akajua historia vizuri. Kuna wengine si mashujaa, akisomewa kidogo ima akatae kusikiza, hapo anakuwa yeye sio, anakosa ushujaa yani. Ya tatu itakuwa au al-khawf, kukikuwa na hofu, kumetokea pengine vita na nini. Kama Karbala kulikuwa na hofu, wale walikuwa na Imam al-Hussein katika viwanja vya Karbala walikuwa ni wachache, na kikosi ambacho kwamba kilikuja na kina Yazid ibn Muawiya la'natullahi alayhi kilikuwa ni kikosi kikubwa sana, wala hakikuwa kinajali kama huyu ni mjukuu wa Mtume. Hawakutaka kujua hata, na walikuwa na machungu sana wanapupia uongozi. Kwa hiyo pale kulikuwa na hofu. Sisi ni watu 73 au 72. Je, makundi yote haya ya wanajeshi yameungana? Na siku hiyo kina Yazid tunaweza kusema kama sasa hivi lugha inatumika hapa kwetu deep state.
Wale walikuwa wamejifanya ni deep state, yani wamechukua utawala na wanautumia vibaya. Kwa hiyo pale kulikuwa na hofu. Kama wale waliweza kusimama pale wakastahimili mioyo yao, hakuna mtu amestuka moyo akafikiria kukimbia. Maana kule kuna wengine kule nyuma katika vita kama vya Uhud wamejulikana, kuna watu walikimbia, historia inaeleza. Kwa hivyo wale hawezi kupewa sifa ya ushujaa. No. Wale waliokimbia Uhud. Kuna watu Hunain, riwaya zimekuja mingi sana kwa kwamba Hunain kuna watu walichana mbuga. Na hawa sasa hawezi kuhesabika miongoni mwa mashujaa, kama mara nyingine venye kibao kinapendushwa au chapati pande moja ikiiva sana huwa inapenduliwa pande nyingine. Yani kosa ambalo walifanya mara mbili. Yani kosa ya kwanza ilikuwa ni kwa Uhud. Mwenyezi Mungu akawashushia aya, akawasamehe. Ndio. Wakarudia tena. Ndio. Katika battle ni vita vya Hunain. Naam. Sasa ni mtihani ambao unaangalia ni shujaa gani ambao unafuata. Ni kweli. Mara nyingine wengine wakifunika pazia kule wanasema eti kukimbia pia ni ushujaa. Hakuna ushujaa. Kukimbia sio ushujaa kwa maneno ya haki. Kama unasimamia haki, mbona ukimbie? Naam. Ukisimama na haki natakiwa usimame na haki mpaka haki ijulikane. Sasa ukikimbia ndo haki itajulikana kweli? Haiwezi. Inakuwa wewe sio shujaa. Kwa hiyo vijana wa Karbala ni mashujaa kwa sababu hawakukimbia Karbala kama walivyokimbia Uhud. Baadhi ya watu hatuwezi kuwataja kwa sasa, but kuna watu walikimbia Uhud. Kwa hiyo wakasamehewa, wakarudia kosa tena katika Hunain. Bimaana hawana ushujaa. Lakini Karbala vijana wadogo hawakuogopa, hawakuwa na hofu. Kwa hiyo hiyo ni moja miongoni mwa tafsiri za ushujaa. Tafsiri nyingine au al-su'ubat ma wujudi al-ihtidadi nafsi wa akli lidhalik. Na mtu kukuwa na istidad, akakuwa yeye yani ana uwezo wa kufanya nini? Wa kiakili, amejiandaa. Istidad ni kujiandaa kiakili na kimwili. Akakuwa yeye kimwili amesema liwe liwalo lolote litaniafiki katika mwili wangu yote 9-10, mimi siwezi kurudi nyuma. Kuna watu leo wanaitwa mashujaa kwa sababu ya michezo ya ndondi. Hata mwili wake anafanya mazoezi kuandaa kwa sababu ya nini? Ile suubat atapatana nao katika ile boxing ring. Anaweza kupigwa kama Tyson, wanamuita shujaa. Au kuna ndugu yetu Mwenyezi Mungu amrahamu na amtakabalia amali zake, Muhammad Ali. Alikuwa yule wanasema wamempachika jina wasema the greatest. The greatest si tunajua ni Allah. Allahu Akbar, Allah is the greatest. Lakini sasa hapa kwa shakhsia ya ubinadamu kuna sifa wamempa kwamba the greatest, yani Muhammad Ali, kwa sababu alikuwa yeye anapambana na watu wazito katika ile weight category aliyokuwa anapigana. Anapambana na watu wazito lakini anavumilia. Moja miongoni mwa sifa aliyopata zaidi ni yeye kuvumilia mangumi ya jamaa fulani alikuwa anaitwa George Foreman. Vita vyenyewe vikapiganiwa Afrika hapa. Akavumilia. Yule bwana alikuwa anajulikana kwa kutoa, wengine wanasema manyundo, anatupa ngumi kweli kweli. Lakini yeye akavumilia zile suubat. Alikuwa ameandaa mwili wake kwa ajili ya hayo mpaka mwisho akaibuka yeye ndiye amesimama. Kwa hiyo Karbala nayo kuna vijana walisimama pamoja na upanga, walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya upanga huo. Kwa hiyo ushujaa ni katika hayo mambo tumeyataja. Hauwezi kupatikana wewe ni shujaa katika jambo fulani kama haya mambo yamekosekana. Umekosa kuvumilia, umekosa uwezo wa ku withstand against kitu fulani. Pengine ulikimbia baada ya kuona balaa. Wengine usimama wakasema sisi tuko na haki, tuko na haki, tuko na haki. Lakini wakati zitakuja zile suubat za kupima mtu moyo, akakuwa yeye tena ndio amerudi nyuma, ukasikia hata kelele imefifia, aonekani, ananyamaza. Kwa hiyo yeye hawezi kuhesabika kama shujaa. Shujaa ni yule anasimama mpaka mwisho, kama Iran walivyosimama dhidi ya dhulma. Imam al-Khamenei al-Udma, Mwenyezi Mungu amrahamu. Amin, amin. Alisimama, amekuwa ni shujaa kwa sababu yeye alisimama dhidi ya mababeri mpaka ikafika ni mahali akatishiwa na kifo, akasema ahlan wa sahlan, kama ni kifo kitatokea ili nyinyi mjue haki ni nini. Kwa hiyo sisi tutasimama na haki, hata kama ni vifo mtatutumia, na nyinyi siku yenu ya kufa itafika na tutasimama sote mbele ya mahakama ya Mwenyezi Mungu. Wanasema katika viongozi ambao
wamekufa ndani ya nchi yao na hawakuogopa, basi ni miongoni mwa viongozi wa Iran ambao hawakuhepa, hawakuchukua kwenda kujificha wapi ama wapi, waliamua kufa gari kufa dereva. Na lazima niwe mfano kwa mwananchi wangu ambaye najua akitaka kuwa na ile imani zaidi, kwa sababu viongozi ambao hufanya maasi katika nchi alafu huepa, lakini yeye alikuwa ni kiongozi mmoja ambaye mashallah, licha ya yote 9 aliamua mimi nakufa na ndani ya ardhi yangu, na kufa katika nchi yangu, nchi ambayo najua tumeitoa mbali katika serikali mbaya ambayo ilikuwa hadi tukaifikisha hapo. Japo utasikia propaganda nyingi za watu kuhusiana na kisa cha Iraq na masuala ya Syria na nini, ambapo wanasema lazima mtu uende ukasome, usiangalie tu video ile kwa YouTube ukasema hii ndo hali halisia, sababu ukisoma utaangalia shahsia ndani yake zaidi na uhusiana na nini. Inshallah tutachukua mapumziko Luqman, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu, alhamdulillah nazidi kujuza mengi kuhusiana na swala zima la ushujaa, na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi katika awamu ya pili tutafahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullah. Jafar, niache ile unaanza energy, niache bwana, wallahi hiyo inafanya kitu niache. Nishachoka na asubuhi tayari. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah tunazidi kuwa na Luqman akujuza mengi kuhusiana na vijana mashujaa ambao walikuwa katika ardhi ya Karbala. Kama unavyojua, kulikuwa na Qasim, kulikuwa na Ali Akbar, kulikuwa na vijana wengi, Aun na Muhammad, ambao walikuwa si watoto wakubwa. Sasa unavyojua kwamba vita vya Karbala vilikuwa ni vita ambavyo vinatuonyesha haki na batil. Tulikuwa tunajua batil iko sehemu gani na haki iko sehemu gani, na insha Allah tutazidi kufahamu mengi kupitia Luqman. Naam, karibu. Shukran sana. Katika sehemu ya pili nitaingia tu kwa kutaja baadhi, tushatajiwa, kuna haja nitaje. Naam. Tumetajiwa baadhi ya vijana waliokuwa Karbala. Tumeona kulikuwa na Aliul Akbar. Naam. Sasa pengine wengine wakisikia neno Akbar watafikiria ni mkubwa na miaka 50. No. Kabir. No. Sheikhun kabir, yani mzee mkongwe kwa sababu kaitwa Akbar. No. Sasa tuangalie umri wa Aliul Akbar ulikuwa ni miaka mingapi? Yeye alikuwa ni, riwaya nyingi zinaegemea kwamba alikuwa takriban miaka 18, hajafika miaka 25. Kwa hiyo tunaona walikuwa ni vijana wadogo, lakini mambo ambayo kwamba walikumbana nayo Karbala ni mambo ambayo kwamba leo tuchukue mfano kwanza kabla tuangalie leo. Ukiangalia mfano leo, mfano ambao kwamba ni mfano hai, historia ya Kiislamu imenakili, ni kwamba tuchukue vita vimoja tu. Mfano kulikuwa na vita vya Khaibar. Pale Mtume alayhi salatu wasalam alipeana bendera kwa mikono kadhaa. Watu ambao kwamba baadhi yao wale walipewa, si hata baadhi, wanajulikana idadi yao. Walipewa bendera watu ambao kwamba wanasifiwa leo kwa shujaa. Ndio nikasema ni pazia lingine linafunikwa kwa ajili ya kufunika mambo yalivyokuwa na uhalisia wake. Walipewa bendera, wa kwanza kapewa bendera kakimbia. Sio maneno yangu, ni maneno yako katika vitabu. Wa pili kapewa bendera ambayo kwamba pia anajulikana kwa sifa hizo, wanamuita shujaa mkali. Yeye mwenyewe kachana mbuga huko Khaibar. Na tukaambiwa Imam al-Ali, Asadullahi al-Ghalib, Imamul Masharik wal Magharib, salawatullahi wa salamuhu alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ali ibn Abi Talib leo wanamtoa kwamba hakufaa kuwa kiongozi, lakini wanasahau ushujaa aliokuwa nao. Kipindi ambapo kwamba ukhalifa ulikuwa sijui Bani Sakifa, watu wanachaguana, kuna kigezo wanakitumia kwamba Ali alikuwa mdogo. Lakini sasa tuangalie Khaibar. Hawa na ukubwa wao waliopewa bendera, kule walikimbia, ukubwa au kuwa saidia chochote. Maana walikosa nini? Ushujaa. Lakini Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu kapewa bendera. Si mambo ya uchochezi wala propaganda za magazeti, pana. Ni maneno yako katika historia. Ali ibn Abi Talib alienda na
bendera na akaingia kwa ushujaa wake, akaingia pale Khaibar, akafungua Khaibar na ushindi ukapatikana kwa Waislamu. Ile ni ushujaa. Na vijana wa Karbala vile vile walikuwa na ule ushujaa. Ndio tunasema pia usiseme babako akiwa shujaa na wewe utakuwa shujaa. Lazima na wewe ufanyie kazi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akaleta mtihani kama ule kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupima pia wale wachukue fursa ya kujiingiza katika list na record ya nini? Ya ushujaa. Kuna kipindi tuliwahi kuzungumza hapa kwamba kama Uislamu mtu anaweza kuurithi genetically. Ikakuwa kuna watu pia Uislamu wanafikiria ni hivyo. Na ushujaa pia ni vile vile. Ni kama Uislamu nao umebeba ushujaa, kuna kitu Uislamu umeacha. Kwa hiyo mtu katika kutetea haki, ule ndio Uislamu, ndio jihadi. Hauwezi kurithi ushujaa kutoka kwa babu yako au kwa baba yako mpaka na wewe ufanyie kazi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu ikatokea tukio Banu Hashim wakaonyesha ushujaa wao. Katika vitabu wanasema Banu Hashim walikuwa ni mashujaa, lakini sasa pale katika tukio la Karbala utaona familia nzima karibu inamalizika yote, anabakia Zainul Abidin Ali bin Hussein. Yeye ndo alinusurika pale, lakini kwa ibra ya Mwenyezi Mungu, kizazi cha mtume, Mwenyezi Mungu mtume wake anasema hakikatiki mpaka kiyama. Kwa hiyo ile ilikuwa ni sababu ya kuendeleza kizazi cha bwana mtume alayhi salatu wasalam kupitia Zainul Abidin, na mambo yalikuwa hivyo. Kwa hiyo tunaona wale vijana kama Aliul Akbar, na umri wake alikuwa ni mdogo, lakini akawa kama babu yake Ali ibn Abi Talib, alisimama pamoja na umri wake mdogo, akafanya ushujaa Karbala. Na baadhi ya maneno ukisikia ambayo kwamba aliwahi kuzungumza Aliul Akbar, aliulizwa na Imam al-Hussein yaumul taswa. Kwanza kisa cha Karbala kina mambo mengi, saa tumesema hatuwezi kuyachambua leo tukayamaliza, ndo tunasema Karbala ni mpaka kiyama. Alikuwa Imam al-Hussein amelala kidogo, usingizi ulimshika wakiwa pale katika safari zao za Karbala. Akawa ameota wakiwa hapo wakifika Karbala, akaota kwamba ameona yani masahaba wake wote wamemalizwa na kikosi cha Yazid. Basi yako sita bishara zile akawa amezifikisha pale ndani ya zile hema, akawaambia kwamba nimeota hivi. Ikakuwa na yeye ni wali wa Mwenyezi Mungu, hawezi tena, ni ibnul wali, ni wali ibnu wali, hawezi Mwenyezi, ule ni kipenzi wa Mungu, mtoto wa kipenzi cha Mwenyezi Mungu, mjukuu wa kipenzi cha Mungu. Ndoto zake si kama zangu mimi na wewe. Kwa hiyo akaota, ikawa ile ni kama bishara kwamba kesho mtamalizika nyinyi nyote tarehe 10 Muharram. Sasa pale jioni ile, hebu angalia ushujaa wa kina Aliul Akbar, anaita mtoto wake. Kuna maneno yaliandikwa, anasema Waarabu wanasema sajalahu bil faqar, yani ameandikwa kwa wino wa dhahabu. Aliwahi kusema maneno, alimfuata kijana wake akamwambia kaifa tajiduhu ya bani, unaonaje hayo mambo ya kesho watu kuuawa wote na wewe utakuwa miongoni mwa wale wamekufa, unaonaje mauti? Tunaambiwa faqala al-Qasim Qasim ibn al-Hasan, na yeye alijibu wakati waliambiwa maneno yale. Alikuwa pale Qasim ibn al-Hasan, kijana wa Hasan, na yeye pia ushujaa wake tukiangalia Aliul Akbar alisema yeye anaona yani anachukulia bora mauti, bora afe akitetea haki kuliko aishi dhulma ikiendelea. Yani alikuwa na ushujaa, akasimama pale akaamua bora kifo kuliko nini, kuliko dhulma iendelee. Na yeye Qasim ibn al-Hasan, kuna maneno, hayo maneno yananiguza roho, matamu sana. Alisema al-maut ahla minni min al-asal. Akasema mauti mimi kwangu ni tamu, yani yana halwa, sukari nyingi kuliko asali. Ile ni kauli ya ushujaa, sio kauli, ni kauli ambayo kwamba imeendesha wengi. Hata mambo ambayo kwamba unaona Iran leo imeibuka washindi. Leo unapata baadhi ya Waislamu wanakimbilia kusema Iran amefanya, lakini ukiwarudisha katika tukio halisi wanatoroka. Kwa sababu utapata wao wanashabikia mabwana ambao kwamba walikuwa wamesimama na uchafu, na hawataki kukubali mabwana zao walikuwa katika uchafu. Sasa
shujaa ni yule anasimama na haki kama akina Aliul Akbar, akina Hassan akina Qasim bin Hassan, na akasimama katika haki. Sasa ni mafunzo gani tunapata katika matukio ya Karbala? Maana hatuwezi kuwazungumza vijana, walikuwa ni wengi na visa vyao ni vingi na wana kauli nyingi sana walizungumza pale. Kuna mafunzo mengi tunaweza kupata pale Karbala. Somo la kwanza katika kizazi cha leo, tunaona, mimi funzo la kwanza ninaweza kusema nimejifunza na Karbala ni kwamba dhulma haitambui umri, na ushujaa na Uislamu hauhitaji kuangalia umri wako. Pale Karbala kuna jina moja aliwezi kosa kutajika, Aliul Asghar. Kabisa. Allahu Akbar. Ukiambiwa kisa cha Aliul Asghar na umri wake, wallahi utajua dhulma haitambui umri. Kwa hivyo kama dhulma haitambui umri, na wewe kutetea haki haitakutakia wewe uangalie umri. Ndio, ukiangalia dhulma haitegemei umri, kwa sababu tukiangalia pia alichofanya Netanyahu kwa watoto wa Iran, hiyo inakupa mfano mzuri sana wa jinsi haitambui umri. Mtu yupo radhi vile anavyofanya pale ni Palestina, Netanyahu akiua watoto na kina mama, akaamua pia shule ya Minab watoto na hao karibu 160 na huko na akawamaliza wote. Sasa inatuonyesha kadhia ya kwamba wewe kama mtu mwenye unajua kuna ubinadamu ndani yako, kuna kusimama kutetea haki na kuna kusimama unakisha kwamba watu wanaepukana na ile batil. Na ni kitu ambacho ukiangalia pia Imam Hassan alivyomwandikia barua mtoto wake Qasim, alikuwa amempa ushauri, ukipata na matatizo, kuna siku ami yako atapata na matatizo zaidi, usisite kumsaidia. Na hiyo pia ilionyesha ushujaa, kukumbuka wasia wa baba yake, ya kwamba babangu aliniambia 1, 2, 3. Maana alijua kaka yake kuna kitu kitamkuta, lazima mwanangu amsaidie nani? Ami yake. Na mimi naona mimi ni kama nilipita mbali sana mbugani kuleta Karbala karibu, niliwaelezea tu kwa maneno, lakini mimi naona wewe umechukua Karbala kweli ukaileta leo. Maana ukiangalia kisa cha Minhab na kisa cha kuwa wa Aliul Asghar, yule ambaye kwamba amefikiria Ashura tarehe 10 kwamba kisa cha Karbala ni tarehe 10 imekatika. Sasa piga picha Minhab kilichotendeka na Aliul Asghar, na upige picha Imam Hussein kilichomtokea. Wanakuambia nchi zote zilikuwa against Iran, kasoro kadhaa ambazo zilikuwa, mfano China walikuwa wana support Iran, Russia walikuwa wana support Iran, lakini ukiangalia hata hao wenzetu Saudia walikuwa hawasupport Iran, walikuwa upande mwingine. Ndio maana nilivyoona wakati mazishi ya Sayyid, wakati watu wanaenda kupeana pole nini na nini, hizo aya za Qur'ani zilikuwa zinawalengwa. Kuna vitu kabisa vinaona vinaendana kabisa na aya za Qur'ani. Mwenyezi Mungu anakuambia 1, 2, 3. Sasa wewe lazima ukue katika, ufikirie mara 50, mimi niko katika haki ama niko katika batil. Kwa sababu walivyokuwa, ukiangalia mtu mwenye ampendi Sayyid Khamenei, na ukiangalia walivyokuwa wanaongea, lakini ni mtu ambaye hakuna kiongozi yote ashaizikwa na umma kama ule. Sasa jambo lilitokea siku hiyo tena ni kwamba siku hiyo Marekani nao wako Independence Day, na upande huu mwingine ni siku ya kumzika Khamenei na kumkumbuka. Sasa itaishi katika nyoyo zao, wakati wanataka independence hivyo, wanataka kusema ati independence, wanakumbuka machafu waliofanya katika ardhi ya Iran. Mtihani sana. Mimi nikiangalia vijana wa Karbala, huwa nasema hii inatupa funzo kwa mzazi ambaye kesho ukija ukizaa mtoto wako, kuna mifano unafaa kuwatolea wanao. Ndio maana unapompa mwanao jina, hakikisha unampa jina ambalo unamjua huyu shujaa alikuwa mtu wa aina gani. Mfano tukiangalia Aun na Muhammad walikuwa watoto, Siatu walikuwa watu wazima, miaka 11, 13 kabisa. Lakini walitoka vipi? Kwenda kupigania haki. Mama yao akiwa Bibi Zainab salamullah alaiha hakujali watoto wake kujitoa mhanga. Na hiyo ilikuwa inaonyesha ushujaa mkubwa. Licha ya hayo, tunawakuta kuna kijana ambaye alikuwa ameoa, nadhani ni mchanga katika ndoa yake. Lakini mamake alimwambia, mimi ukitaka niwe radhi na wewe lazima uende upigane. Na kweli sasa tunaangalia kama Aliul Asghar alikuwa ni, kwa lugha ya Kimombo wanasema infant. Ndio, mdogo sana, hana makosa. Ananyonya.
Maziwa saa hiyo hakuna. Wengine wanasema Ashura ilikuwa sijui ni siku ya kufunga, kwani mjukuu wa mtume hakuwa anajua kuna tarehe 10 watu wanafunga. Mpaka aende kuomba maji katika Furat, mto wa Furat. Hivi tu mtoto wa mtume alikuwa hajui, mjukuu wake alikuwa hajui. Sio Mwenyezi Mungu anasema sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta tatabayyana lahum annahu alhaq. Mwenyezi Mungu anasema kupitia mbingu na ardhi na matukio, kitu chochote kimekuzunguka pamoja na nafsi yako, lazima atakuletea ishara zake mpaka uone haki kweli. Hii ni haki kabisa. Sasa imagine wanaojaribu kuleta jongo, wanapaka tope, wanafunika pazia ili Waislamu wengine wasijue, wanasema Ashura ni kufunga, wameshika mabwana zao wanataka kuwasafisha. Wanasema siku ya 10 Ashura ni siku ya kufunga. Sasa Imam al-Hussein na watoto wadogo kama hawa walipokuwa wakienda kuomba maji katika mto Furat, wakazingirwa na jeshi la Yazid, wakaanza kupigwa mishale. Imagine kuna jamaa anaitwa Hormala. Ule jamaa mtasema ni mtu mwovu sana katika ardhi. Imam al-Hussein alibeba Aliul Asghar, akawaambia mtoto mdogo, kiu sasa kutoka tarehe 2 tumezuiwa, tuwezi kuingia Furat hata kunywa maji. Kizazi cha mtume, watu ambao kwamba wanajidai ni Waislamu. Akabeba mtoto mdogo akasema basi huyu hapa basi, na yeye amekuja anataka maji. Sasa si mimi tutakabiliana na nyinyi kiwanaume, lakini sasa huyu muacheni maji tu. Huyu hawezi kurusha mshale wala kufanya mkuki, lakini amekuja kujitokeza kwa ajili ya haki. Ndio huyu. Hii pia ni funzo ingine kwamba wewe si wewe binafsi peke yako, pamoja na watoto wako unatakiwa msimame kwa msingi ya haki. Ndio. Akakuja Imam al-Hussein akashika Aliul Asghar, akatoka Hurmala. Alikuwa ni shujaa sana katika kutupa mishale upande wa kizama hizo. Mimi siwezi kusema jambo lingine, nitasema pande ya madhalim, watu ambao kwamba wamekufuru kauli ya mtume. Maana mtume amesema mwenye amemuudhi Hussein ameniudhi mimi. Kwa hivyo yeye amemkufuru mtume, ameenda kuudhi Hussein. Amebeba mishale aenda kupiga Hussein. Kwa hivyo ule kafiri, kwa lugha nyepesi, amesimama na mshale tena wa ncha 3. Anapiga mtoto ambaye kwamba ni infant wa kunyonya, akampiga mshale kumuonyesha hapa huyo mtoto mdogo hawezi kupata maji. Na hii ni ishara hiyo yenye tumezungumza kwamba dhulma haiangalii umri, na wewe kutetea haki hakuangalii umri wako. Kuna kisa kingine kimepatikana katika Karbala yenye mafunzo. Aliul Akbar wakati alienda kupambana, alirudi akasema kiu. Akalia kiu, bwana kimenibana. Imam al-Hussein akamwambia, mimi naona babu yako akikunywesha katika haudhi. Angalia watu walivyokuwa na mapenzi na bwana mtume alayhi salatu wasalam. Aliul Akbar, yeye sifa yake kubwa alikuwa anafanana na mtume kwa sura. Alikuwa anafanana na mtume kwa tabia. Alikuwa yeye ni mcha Mungu sana. Alikuwa yani sauti yake kwanza adhana, yeye ndo alikuwa anatesa. Alikuwa na sauti ya adhana. Alijitoa, akarudi tena kwa mara ya pili, akapinduka, akapambana mpaka akafa, kijana wa miaka 18. Akapambana mpaka akafa akitetea haki. Mpaka mwisho akisema maneno yake, adrikni adrikni. Alikuwa yeye ni kijana mdogo, lakini ushujaa wake umetuonyesha kwamba hatuangalii umri katika ushujaa. Na hiyo ni kitu kizuri sana. Ni funzo kubwa sana haswa katika jamii ya Kiislamu ama umma wa mtume, kwa sababu naamini amali zetu tulizofanya zitaenda kujibiwa na Mwenyezi Mungu. Ulifanya nini? Ulitenda nini? Maana swala ni kitu cha kwanza, alafu cha pili amali zipi ambazo wewe ulifanya. Je, ulitetea madhalimu? Je, ulitetea wale ambao walikuwa wanadhulumiwa? Yani utaonekana wewe uko kwa haki ama uko kwa batil. Sasa hiyo siku ndo itaweja kujulikana. Sasa sisi tunawahimiza vijana waweze kufahamu zaidi kuhusiana na masuala ya dini na historia. Maana watu wengi hawajui historia ya Imam Hussein ilikuwa vipi. Inshallah, shukran sana Luqman. Acha tumalizie hapa kwa leo. Inshallah, Allah kujaze kheri na tutakutana zaidi kufahamu mengi na mengi zaidi. Shukran sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Luqman ndani ya studio zetu. Alhamdulillah, kwa rehema za Mwenyezi Mungu, kwa neema za Mwenyezi Mungu, Allah amejalia nuri na rehema tukakuwa naye Luqman. Amekujuza nini hasa wewe kama kijana unapaswa kufanya hasa katika karne ya sahihi kuhusiana na kutetea haki. Haki ni muhimu sana. Kila mtu, hata utakapomuona Mkristo anafanywa dhulma, ni jukumu lako wewe kama Muislamu
kumtetea asidhulumiwe. Sawa, kwa sababu kesho akhera ujue hiyo ni moja ya amali zako ambazo utakuwa umezifanya, kwa sababu hujamdhulumu. Umemfanya nini? Umemtetea yeye kudhulumiwa na mtu mwingine. Insha Allah, mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia fi amanillah.